Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran viko karibu kumalizika, ingawa havitakwisha ndani ya juma hili. Akizungumza katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu kuanza kwa mapigano, Trump alisema bado hawajapata kile alichokiita ushindi wa kutosha. Wakati huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran. Esther Luambano na maelezo zaidi. Rais Trump amesema vita dhidi ya Iran vinaweza kumalizika hivi karibuni, akidai operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa na iko mbele ya ratiba yao. Akizungumza na kituo cha habari cha CBS News, Trump alisema Iran kwa sasa haina tena jeshi la majini lenye nguvu, mawasiliano yake yameharibiwa na uwezo wake wa anga umedhoofika, huku makombora yao yakibaki machache na yasiyo na mpangilio, na anadhani vita hivyo vimekamilika kwa kiwango kikubwa. Tuko mbele sana ya muda. Kwa kweli hata baada ya mwezi mmoja hatukutegemea kufika hapa tulipo sasa. Tumefanikiwa kuondoa viongozi wao mara 2 na huenda mara 3. Na kama mnavyojua tulitaka kuhusika kikamilifu. Hatutaki rais mwingine ambaye huenda asingekuwa tayari kufanya kile ambacho niko tayari kukifanya kwa sasa kwa ajili ya manufaa ya dunia na taifa letu. Kwa miaka 47 wamekuwa wakifanya mambo haya, miaka 47 ya kuua watu. Hata hivyo, awali ikulu ya the White House ilisema vita hivyo ambavyo sasa vimefikia siku ya 10 vinaweza kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kwa upande wake, Islamic Revolutionary Guard Corps ya Iran imepuuza kauli hiyo na kusema wao ndio watakaoamua mwisho wa vita hiyo. Trump alitetea uamuzi wake wa kuingia vitani akidai Iran ilikuwa inapanga kushambulia Marekani, ingawa hakutoa ushahidi wa madai hayo. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran, huku milipuko mikubwa ikisikika katika mji mkuu Tehran siku ya 11 ya mapigano. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea nchi za Ghuba, ikiwemo Bahrain ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufariki. Israel pia imeripoti shambulio jingine na kifo cha mtu mmoja. Trump pia ameikosoa Iran kwa kuendelea kuzuia njia ya bahari ya Strait of Hormuz ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Katika ujumbe wake wa mitandao ya kijamii, alitishia kuongeza mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran iwapo hali hiyo itaendelea. Ni Esther Luambano. Taharuki imelikumba tena eneo la kaskazini mwa Ethiopia miaka 3 tu baada ya vita vya kutisha kati ya majeshi ya serikali ya shirikisho na TPLF kumalizika. Kuongezeka kwa uhasama kati ya Ethiopia na Eritrea kunachochea hofu ya kuzuka kwa mzozo mpya. Sasa ripoti za maandalizi mapya ya kijeshi zinaongeza wasiwasi katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mwandishi wa BBC idhaa ya Tigrinya Hannah Zeratsion amezungumza na wapiganaji wawili wanawake wa zamani wa TPLF kuhusu jinsi wanavyojiandaa na uwezekano wa kurejea kwa vita, na taarifa hii inawasilishwa